tarehe ambayo pengine shabiki wa Simba Sports Club anaendelea kuiandika kwenye kalenda yake kama si kuizungushia wino, ikibaki ni kumbukumbu ya kutazama show ya kwanza number 10 ikichambua namna ambavyo wamefanikiwa kufika finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Tumetenga muda maalum kabisa kwenye kick-off number 1 kutazama mafanikio ya Simba na namna ambavyo wanaenda kuingia kwenye mchezo wa finali dhidi ya RS Berkane kutokea pale Morocco, mechi ambayo itapigwa kuanzia Morocco na kisha itamaliziwa hapa kwa Mkapa. Yote tutayatazama, lakini tutamulika kule nchini Hispania mwendelezo wa Carlo Ancelotti, taarifa zikielezwa kwamba mwishoni mwa msimu huu iwe amechukua makombe mangapi ama amekosa makombe mangapi, ni wazi ataondoka na kuelekea Brazil kuwa kocha mkuu wa timu hiyo. Na tutatazama, je, Real Madrid ni sehemu salama kwake ama kwa maana ya Brazil, ama anaenda kuumiza kichwa tena kwa mara nyingine? Yote tutayatazama. Review ipo kutazama michezo ya jana, preview ipo tutatazama michezo ijayo, bila kusahau Young Africans wakiwa nao kwenye nusu finali kwenye michuano ya Muungano. Tutatazama nayo michuano yao na muendelezo kwa mambo ambavyo yanakwenda. Nikukaribishe sana kokote uliko, unaweza ukashare na sisi chochote kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Ukurasa mama ni TVE, lakini ukifika kwa Farasi wa Vita pia inakuwa safi. Ujumbe wako nitausoma kwa kila ambacho utashare na sisi kwenye kick-off number 1. Kabla kuondoka kwenye kick-off number 1 hapa, nitashare ama nitasoma ujumbe wako utakuwa umeuandika kupitia kurasa wa Farasi wa Vita, tuweze kuona namna gani ambavyo tunaiwezesha Simba kufika finali. Ticha Tiga na Lukinja, tuanzie kwenye mbinu za walimu wa timu zote uwanjani, ndani ya uwanja. Kwa upande wa Simba ambaye alikuwa ni mgeni na ndiye ambaye tulimtazama zaidi sisi kuliko Stellenbosch, Simba aliingia na mbinu zilizo sahihi ama tu mbinu zilikuwa mbaya ila udhaifu wa mpinzani ukaionyesha Simba ilikuwa sahihi kwenye mbinu hizo? Hapana, Simba alikuwa na mbinu sahihi sana. Alikuwa na mbinu sahihi kwa sababu kabla ya kucheza game yoyote kuna kitu tunaita utengeneze mpango kazi wa game, ambao tunasema match strategic au game plan. Unataka mahitaji gani ya kiufundi na kiumbinu katika huo mchezo. Kwa hiyo Simba alikuwa anajua anachokitaka na alikwenda kukitimiza kwa asilimia kubwa sana. Cha kwanza, alikuwa anaamini kwenye mtaji alionao mkononi kwamba nina goli moja nyumbani. Hapa katika mazingira yoyote nipambane kulilinda lile goli. Hii ilikuwa ni intention yake ya kwanza, kwa sababu opponent anapoenda kushinda maana yake ni kwamba na yeye atapata faida ya kuwa na goli la nyumbani. Mwisho wa siku mtaingia kwenye hatua ya penalty shootout, si ndivyo? Kwa sababu mmekwenda labda sare moja, kila moja alishinda kwake. Kwa vitu vyote hivi Simba alikuwa na tahadhari navyo na alionekana kuviepuka. Alijaribu kustrike mapema, kupata goli la mapema, haikuwa hivyo. Lakini bado alicheza katika game ya plani ya hali ya juu sana. Sawa, tunaamini Simba alikuwa na mtaji wa goli moja aliyopata kule Zanzibar. Tukaamini kwamba kwenye mechi hii atakuwa na tahadhari dakika za kwanza zile asiruhusu goli ili kutojivuruga. Lakini cha ajabu tukaona yeye ndio alikuwa na haraka ya kutafuta goli kuliko mwenyeji wa ile mechi. Mwalimu alichanga karata sahihi. Na kwa nini alikosa goli kwenye hizo dakika 15 ambazo Simba alicheza kana kwamba anacheza finali ya UEFA? Uenda kuona kama alicheza kwa ukubwa huo ukasema mbona alicheza kama anacheza na Ken Gold. Pia una hoja tunaweza tukakusikiliza. Yote ya maziku bado mimi sijatia neno. Yote ya maziku. Plan ilikuwa nadhani kama Ticha Tiga anazungumza vizuri kabisa. Nisi mfilisi alichosema. Ukishakuwa na mmoja bila, mahesabu ya mechi ya pili ni kutaka kuongeza ile moja lisisawazishwe. Likisawazishwa tu saikolojia ya wachezaji wako utakuwa mbaya sana. Na kama uliona hilo wakati wale Stellenbosch wamepata bao wakijua wamefunga, wachezaji wa Simba waliwaona behave kwa dakika zile. Nikaona kwamba ile ndoto zetu vipi, hao jamaa mbona kama pata nguvu watatufunga la pili nini, tunatoka nini. Hiyo yote ni disturbance ya psychology. Lakini VAR, refa alivyosema kwa mujibu wa VAR ni offside, Simba walishangilia kama wao ndio wamefunga goli halali sasa. Baada ya kujua ndoto yetu bado ina nafasi na matumaini makubwa. Kwa kumbe goli moja ilikuwa muhimu kwa sababu lingewatibua wale Simba na utulivu wao. Lingewashusha, yani lingewachosha. Wakati mwingine saikolojia wakati mwingine kuchoka si tu kwa sababu umekimbia, ni ile saikolojia kuona kwamba mbele huwezi kwenda. Kwa hiyo unaanza kukata tamaa. Sasa Fadlu aliamini kwa sababu Stellenbosch amewaona wanaruhusu nafasi. Kama mechi ya Zanzibar alisema wangefunga 4.
Kwa aliona anaweza kupata goli la mapema baada ya kuwasema vijana wake wapate goli la mapema ili Stellenbosch watakiwa kushinda 3. Wao wakifungwa la pili na wao wangeharibika pia kisaikolojia kwamba tunataka ushinde 3 tena. Mbona kama nyingi? Wenda wangeanza kumisbehave, kucheza fouls, kupaniki, kushindwa kutulia. Labda Simba angenufaika na kufunga goli lingine, angewamaliza. Kwa hiyo wao walikuwa hawataki. Kwa kama uliona mechi ilikuwa na uwazi kama dakika 5 za mwanzo, kila mtu anataka kufunga pale. Nafasi kwa zinapatikana, huyu anafika kwenye goli. Kama ulikumbuka, kuanzia dakika ya 5 mpaka ya 10 wao jamaa walikuwa goli la Simba tu. Simba wanatoa move, aishi mbali narudi. Simba wamekuja kutulia dakika 21. Ndio Mpanzu angalau anaanza kupata mpira wa kutulia, anapata hatua 3 na mtu anaanza kutafuta mtu. Lakini muda wote Mpanzu alikuwa kama yuko kimya tu. Kwa sababu hata huo utulivu wa mechi haikuwepo. Mpira ukija mtu kafika inabidi uachie, kuna muda wa Mpanzu wamletee mpira, Simba wako busy kulinda goli tu. Sasa hiyo ilionekana kwenye mechi. Walipata hiyo competition. Kwa ndio maana kujibu swali lako la kwanza kwa nini kufunga goli, ubora ambao Stellenbosch wa kujilinda walikuwa nao, lakini na wao walizidiwa hizo dakika wakajikuta wao wanalinda zaidi kuliko kutengeneza nafasi. Sijui umeelewa. Lakini kwenye kumalizia mchezo, mechi inavyozidi kwenda, mwalimu unafanya tathmini ya mchezo. Unaona hawa Stellenbosch wananishambulia zaidi. Nimepata penalty, VAR imekataa. Wamepata penalty, VAR imekataa. Wamefunga goli, maana huko kwenye hatari ya kufungwa. Plani ni nini hapo Maziku? Unajilinda kwa sababu una goli moja, unaamini dakika 20 zobaki unaweza kutoka bila ukafuzu. Jean Charles umechoka. Dakika 60 tuna kitu sijui 59 ametoka. Nadhani kwenye subs za mapema ambazo Charles amewahi kutolewa ni ya jana. Hapo Charles akatoka akaingia Mavambo kupata energy ya kuwasaidia Wakabe. Mohamed Hussein akuja anatoka anaingia Nouma ili Akabe kwa sababu tayari wameona hawa Stellenbosch muda wote wanaweza kupata goli. Wametuzidi. Penalty imekataliwa. Goli imekataliwa, maana yake tayari wana uwezo wa kutufikia. Kwa Fadru, he was very right. Ticha Tiga na mabadiliko ya mwalimu Fadraman Davis kipindi cha pili yalikuwa yanaakisi kila ambacho alikiona uwanjani, kumtoa Ahua, anaingia Fernandez kwenye sabu ya kwanza. Ilikuwa ni jicho la kiufundi zaidi lilitumika pale. Yes. Katika type ya advancing playmaker ni nadra sana kumkuta playmaker ambao ana mentality ya ulinzi. Defensive mentality huwa wengi, mimi nimecheza position hiyo, hatuinayo. Hatui bora kwenye mbinu za ulinzi. Sasa opponent ana nguvu ya kutosha, ameichukua game. Umemwona jana Steve Baxter amefanya substitute zake ambazo zinaenda kumlipa sana. Timu ilichangamka sana Stellenbosch. Sasa wewe una wachezaji ambao nitumie neno wavivu kwenye kukaba, isizovya zitakugharimu. Kwa hiyo lazima kama nje unasema una mchezaji mwenye type nzuri ya kukaba, ni lazima ukamchezeshe hiyo, kwa sababu mpango wa timu kutoka kwenye kushambulia unahama unakuja kwenye kujihami zaidi. Ndio hapo sasa unaingiza wachezaji wale. Kwa mfano Mavambo tunamzungumza sasa, Debora ana uwezo wa kusupply mipira na kukaba, na hata kwenye kusupply kwake hawi bora kama ambavyo yupo Ahua. Ndio maana mwalimu yule Ahua alikuwa ameshatoa huduma yake, mwalimu akihitaji sasa mbinu za kiufundi kwenye kujihami. Ndio maana pale kuliwahitaji watu wa jamii ile. Yes. Sawa. Tutazame, kuna muda Simba kama dakika 5-10 hivi walicheza mpira ambao hatuuoni mara nyingi kwa Simba Bisai, kwamba wakipoteza mpira wao kumwacha mpinzani asikae na mpira muda mrefu. Mara nyingi Simba tulikuwa tunasema ni wavivu, Wakabe hawawezi kurudisha mpira kwa haraka, na ndio shabaha mara nyingi tumekuwa tukisifu Yanga imekuwa bora, Simba hawana hiyo tabia. Jana wameonyesha japo kwa dakika chache, kipindi cha kwanza walijaribu kufanya hivyo na baadaye upepo ukakata. Ni mfumo mgumu kwao, ama tu ni target za mwalimu, muda huu tucheze hivi, na baadaye wakaondoka kwenye huo mfumo, au shida ilikuwa ni nini? Kwanza hii trick ya kuwini mpira haraka, Guardiola alitambulisha, ilikuwa inaitwa 6 second ball back. Sekunde 6 ni nyingi, lakini alisema pamoja na wingi wake, lakini hakikisha mpinzani hana mpira zaidi ya sekunde 6. Kwa mna bite pale ukipotea. Sasa ule mpira inategemea ulipotea wapi. Kama mlikuwa mnaenda kufanya shambulizi, idadi chache, opponent ana mpira, ni rahisi nyewe kuwazidi. Kwa sababu ana eneo kubwa, wako wengi, kipa, mabeki wawili, viungo wawili, na kule mabeki almost watu 6. Haya machaguo yote nyewe mkipress ni rahisi kushindwa kurudisha.
mtaonesha tu juhudi, mmekimbia, mmepress, mmeenda, mtapelekwa hadi katikati. Kwa kuwa mko wazi, mipira inaweza kapita mkajikuta mnashambuliwa. Sasa nilichokiona ni kwamba kocha anaamua wao wakiwa na mpira na mabeki, sisi hatupress, ili nguvu ibaki hadi dakika 90. Hebu Simba wachezaji wake warudi katikati kwenda nyuma. Line ya kwanza ya Mkwala labda na Jean Charles, line ya pili ya Kagoma, Ngoma, Mpanzu pamoja na Kibu Dennis, afu line ya mwisho Shomari, Mohamed Hussein, Shamu Kalabu na Hamza, afu mstari wa mwisho kabisa ndio kipa. Kwa hiyo wanapunguza eneo, wasikabe eneo kubwa ili kulinda nguvu, lakini pia ni rahisi kukaba mpira mkiwa wengi kwenye eneo la karibu, kwa sababu hata yule anayekuja kuucheza anawakuta mpo close. Kama sisi tulivyosimama hapa, tulivyokaa hapa hivi, tukiwa hivi, si rahisi mtu kupitisha mpira hapa. Atajifikiria akitaka kupitisha, mimi nikinyosha mguu na ufikie au wewe, kwa anajua hawa wata block, anaamua kupiga juu au ana turn, anatuchekecha, yani anapiga kule, Titatika naende achelee kurudi hapa, apitishe hapa. Kwa hiyo Simba walikuwa wanajua hiyo, ndio maana uliona kuna muda wapo kwenye block, wanajua nyie Stellenbosch mnataka kucheza. Na kama uliona Stellenbosch hawakuwa wanacheza katikati sana, kuna winga mmoja anaitwa Titus, hatari sana Kelvin Titus, yes. Kuna kipande kingine kwa kinaitwa Molokiane, kitu cha namna hiyo, cheza left hiyo. Kuna Shomari, huyu jamaa alikuwa viatu vya Puma na speed sana, afu na Titus kama mope kidogo na kasi pia vile vile, alikuwa anacheza huko kwa Mohamed Hussein, speed kulikweli, kawasumbua sana. Hawa ndio walikuwa watu wao, inawezekana walijua kabisa defenders wa Simba wanapenda kufanyaje overlap, wao watumie hizo nafasi za nyuma yao. Walikuwa wakipata pasi tu kule, wakipata pasi tu kule. Kuna muda alipigiwa pinpoint Titus, Mohamed Hussein alikuwepo second half, pasi ikapita hapa juu, hata kuruka alishindwa. Nadhani ndio pale kocha akaona huyu bwana ameanza kuchoka, yasije akawali ya Zidane Sereli na Azam, Noma akaingia. Sasa kuna kitu nilikiona ambacho kwangu ticha mimi kina maana. Kuna mchezaji aliingia winga kulia, nadhani ana asili ya Nigeria, anaitwa, alikuwa na dread hivi, yes, aliwafunga goli lile Afrika kitu kataliwa, kama mkuu, kitu cha namna hiyo, yeah. Yes, alifunga goli kakataliwa. Aliingia, kuna muda alimsumbua Mohamed Hussein. Unajua mechi imeisha, Mohamed Hussein kabadilishana naye jezi hiyo. Ndio ni ishara kwamba amekubali mziki wa jamaa, sio? Unaelewa kwamba aliingia muda mchache, positioning yake ilikuwa na speed na energy, alafu alikuwa na kasi mpaka akafunga goli. Mohamed Hussein akafanyaje? Alienda kupumzika. Kwa hiyo la kubaki na mpira kwanza inategemea mmeamua muukabie wapi. Wale mkiamua tukabie kuanzia kati, hao watacheza hata sekunde 10. Kipa, beki wa kati, kipa, beki wa kati, beki wa pembeni, kipa. Ila nyewe mmeamua mkija hapa tu tunakaba. Kwa hiyo haito apply. Lakini waseme mpira ukishaanza kuingia kwenye katikati, pale Simba kidelay kufanya action, utasema hii timu ina matatizo, kwa sababu wanaona hii ni hatari, kwa sababu katikati tunajua unaweza kupiga through pass moja tu, ikavunja line ya defenders hata chini, striker akatokea na kipa akascore, au akatoa siku ya pass kwa mtu akashinda. Sasa kuna hiki pia Ticha Tigana, Shamu Kalabu, bado tunaendelea kumtazama, ni beki mwenye hadhi ya kucheza Simba au ni beki ambaye hana hadhi ya kucheza Simba kwa performance aliyoonyesha kwenye michezo hii miwili ya nusu finali? Kitu gani cha ziada amekiongeza na pengine hakuna kwa Hamza wala Chemalon? Na si kwa mechi mbili, toka amekuja ameimprove vizuri sana kuweza kusaidia Simba Sports pale katika center back. Ana attributes nyingi za ki center back, kimo, tuna uwezo wa tackling, ndio vitu vinavyoangaliwa, aerial balls, duels, kuini juu, ana vitu hivyo vingi vizuri. Aliingia slowly kwa sababu mtu aliyokuwa mbele yake Shemalon alionekana kusatisfy nyoyo za watu walikuwa namridhia zaidi lakini sasa huyu wakati anaingia baada ya kukosekana kwa Shemalon, wengi wakawa wanataka kumfanyia comparison. Jana nimemwona katika usiliazi wa hali ya juu sana. Kama angedelay jana yeye na mwenzake Hamza kutengeneza partnership kubwa, kuepuka makosa pamoja, kuwa club sweeper, basi tungezungumza lugha nyingine. Jana walikuwa na majua majukumu yao. Sasa kutokana na swali lako, ni mtu ambaye anastahili kucheza Simba muda wote. Anaweza kaingia kwenye kikosi cha kwanza either Hamza au Chemaloni ampishe au bado? Kabisa. Kwenye football ilivyo, ichukue kutoka kwangu. It's just a chance. Mimi nilikuwa nacheza kama mchezaji kwenye position kama muhimili. Nimetoka kwa kutokana na majeraha au matatizo, ameingia fulani.
akiingia anafanya kitu gani. Anaweza akawa amecement pia Shefondo akaja kuanza kuihangaikia namba kwa sababu anatoka kwenye majeruhi, umenielewa? Kakuta mtu ambaye ametibu. Simba anakwenda kwenye clean sheet mechi ngapi? Umenielewa, katika level ya kimataifa. Ya 7. Katika baada ya Shemaloni kuumia. Baada ya Shemaloni kuumia. Hajacheza mechi 3 Shemaloni. Sema sasa ya jana kacheza au tunamwekaje? Yaani lakini mechi 3. Hata kacheza katika asilimia chache. Mechi ya pili Al-Masry sio? Mechi ya pili Al-Masry na hizi mbili. Yes. Maana yake unamuona kama kanani sasa ka control, yani ame control Simba kufungwa. Kwa hiyo inawezekana some details zikambeba yeye kuliko Shemalon. Kwa hiyo ikaja sasa kwenye decision ya coach. Lakini katika chance ameitumia chance vizuri sana alivyoondoka Shemalon. Labda nimuongelesha Mo kwa namna ambavyo nimemzingatia. Unajua nikitaka kumuongelea mchezaji kwenye uzuri, na muongelea mazuri anayoweza kufanya na madhaifu ambayo yanarekebishika. Yalete yote hayo. Si unaelewa? Nikisema niongelee huyu mchezaji labda kiwango chake bado, manake nachagua yale ambayo hayarekebishiki na ni ya kwake tu. Je, ni mengi kuliko haya? Twende kwa mfano kwa Shamu Karabou. Shamu si mzuri kucheza kwenye pressure akiwa na mpira mguuni. Anaweza akateleza akampigia mchezaji mwenzake pasi yenye ujazo sana, mwenzake akashindwa kucontrol, ikaonekana mpira umetoka kwenye maeneo hatari, Simba akashambuliwa afu akarecover. Anashindwa. Sijui umeelewa. Huu ni uimara wa Shemalon Fondo, ni uimara wa Hamza. Hapo wanamzidi. Rekebishiki tu tunaua kabisa. Hili linarekebishika kwa kuamua kuwa unaona haraka. Kutoa pasi hamna beki ambaye hawezi. Lakini si unaamua kwamba mimi kuvusha kule ni kipengele siwezi kupatia kila saa. Lakini kipa kinianzia, kabla hajanianzia yani, lazima nicheki nani yuko wapi, nani yuko wapi, ili nikipewa nisidelay hapa. Kwa sababu opponent wanafanya homework. Wakiona pasi ikienda kwa Shamu, kwanza mwili mkubwa, anajiseti, anaturn, anaukanyaga mpira, anainua shingo, anaangalia nani nimpe, option imebana, watu wamefika. Unaanza kupata pressure. Hii inarekebishika kwa kuamua ucheze pasi nyepesi za nyuma. Wa pili, hiyo ni shida yake ya kwanza. Shida yake ya pili, matumizi makubwa ya nguvu kwenda kupora mpira ambayo Hamza hatumii wala Shemalon. Japo jana Hamza kuna moja aliifanya, mwamuzi angetulia kama kulikuwa na faulu karibia na goli la Simba. Hamza alijaribu kumpush afa akashindwa, akatumia hadi mikono kumtoa nje yule mshambuliaji wa. Sasa hivyo ni vitu ambavyo Hamza afanya kila siku. Ila kwa Shamu ukitaka game yake ni power. Ana nguvu kuliko wale wote wawili. Shemalon pamoja na Hamza. Sasa akienda kuwania, akiamini anafanya fair challenge, kumbe anamzidi nguvu striker au mshambuliaji. Mwamuzi ana rule out. Anasema hiyo foul ielekee Simba. Hayo mapungufu yake. Ewan, Shemalon ni bora kuliko hao wote. Na alivyoumia alikuwa ameruka kichwa mara 44. Huyu Shamu huyu alikuwa ameruka kichwa mara 27. Licha ya kucheza michezo michache kwenye ligi kuu. Afu Hamza alikuwa ameruka mara 14. Si unaweza kuona kwamba yeye alicheza michezo michache lakini kapitwa vichwa 10 tu na Shemalon ambaye alikuwepo muda wote. Kwa hiyo kumbe Ewani anaweza akasaidia zaidi kuliko Hamza, si ndio hivyo? Lakini Hamza anajua kwenye position ya kuto kucheza mipira ya kichwa kwa sababu anajua yeye sio mrefu kivu. Japo anaicheza ile ambayo imebidi. Ila mara nyingi ikipigwa na striker mrefu muone akisimama naye. Anajiminus Shemalon au Shamu utamkuta. Anajua kucheza na weakness yake. Sasa hivi ni vitu ambavyo wanavyo Shamu. Ubora wake kwenye kupora mpira kwenye maeneo tough. Yaani hapa tuko watatu, zinapigwa pasi hapa. Yeye anaweza kuingia akachukua kuliko wengine wale wawili. Shemalon yeye anafanya. Hamza anasubiri kwanza ufanye kitendo afu aje. Shemalon mpira unakaribia mguuni kwako tu amefika amenyosha kwake au amekusukuma. Ila Shamu anasubiri. Umetuliza, unataka kuamua ameweka mguu. Hamza anasubiri umeamua afu ndo anakuja. Sio, umeona tofauti. Kwa hiyo kocha wa Simba anachofanya anapenda kucheza from the back. Shemalon na Hamza ni wazuri kuliko Shamu. Shamu hilo angaliwi. Sio, umeelewa? Kwenye kwenda kwenye matukio ya kukaba haraka, Shemalon anafika, Shamu anafika afu Hamza baadaye. Mipira ya kichwa Shemalon anafanya, huyu anafanya baadaye. Hizi mechi I want to believe kama Chetiga anavyosema. Kocha Fadru ameonyeshwa kitu cha tofauti na Shamu. Shamu alivyojua mimi mechi nacheza, mechi ijayo nacheza, mechi ijayo nitacheza, mwenzangu ameumwa, alitulia. Akawa anacheza sasa. Sasa pale akipewa mechi nyingine 5 na level yoyote, confidence itarudi. Baadaye ya makosa atarekebishika kwa sababu anacheza, alafu kocha anaenda training anamwambia mechi ya fulani umerudishiwa pasi, umedelay.
hii deal nayo acha, ndo baadaye uenda tutamuona mzuri. Kwa mfano nikupe mfano wa beki ambaye alikuwa na shida mfupi sana Bisai. Yeah. Abdalla Shaibu Ninja, tunamkumbuka. Yes. Alikuwa na shida kupiga pasi sahihi za kutoka nyuma. Ninja alikuwa ukimrudishia anaosha, ana clear. Lakini as time goes on, Ninja hata ule ukabaji wake wa rough, kama Ninja ukaanza kufanyaje? Ukaona Ninja sasa anamburuzia pasi mwenzake, anafungua option. Akipewa anamrudishia kipa, hataki mali ichafikie kwake. Baadaye akaenda ile Galaxy Marekani, ndo akaimprove mara 100. Alivyorudi hapa tunamwona Ninja ametulia. Kwa hiyo Shamu Karabu mpaka amecheza Stade Malien kule kwao, amekuwa miongoni mwa mabeki bora. Simba wamemuona, wamemsajili, ana kitu. Ila sisi tuna kawaida ya kuchagua kosa la mchezaji na tunaongea nalo hilo. Kuna mawili, irekebishike awe mzuri au yale ambayo yarekebishiki acheze na mtu ambaye atamfichia udhaifu. Kwa mfano mimi kila siku nakwambia Hamza mbona hana kasi? Lakini wapo watu ambao wanakuja kupia makosa yake. Sawa. Teacher, tumtazame golikipa Musa Kamara. Yes. Kwa asilimia kubwa kupitia mechi ya jana ndiye ambaye si ajabu akawa mchezaji bora wa mchezo wa jana. Kwa jana. Kwa mechi nzima inawezekana. Lakini mimi jana nilichagua man of the match wangu. Ambaye alikuwa nani? Jana nilimpa Kibu. Kibu Dennis. Yes. Kwa nini Kibu Teacher? Wakati mimi kuna muda nilikuwa nasonya sana nyumbani. Yes, kwa sababu mahitaji ya kiufundi uyafahamu. Ndio, nipatie. Walikuwa wanacheza tunasema 4-5-1. 4-5-1 lazima usimamishe mtu mbele mwenye highest ball control. Yule mmoja ili mpira wote utakaohamishwa kama na block ya kwanza au ya pili kuja kwake, yeye atatakiwa kuutuliza, kusubiri wenzake waongezeke ndo acheze aende kushambulia akiwa na wenzie. Kibu hana sifa hizo katika hali ya kawaida ya siku zote. Lakini jana alikuwa ameongeza sana maarifa. Kibu anakwenda kwenye mstari, touchline. Sehemu ambayo angefanya mapepe hata kutoa mpira, jana anaipokea, tunasema anainywa, anaiweka chini, anasubiri, anakupiga tobo, anazunguka huku. Katika kubuy time kwa sababu ya ule mtaji walionao na mahitaji ya mchezo, alitimiza wajibu kwa asilimia kubwa sana. Kipindi cha pili karibia na mwisho, Kibu kuna kama movement mbili angeweza kufunga, lakini upepo uko unakata Teacher, kutokana na kuwa na majukumu makubwa na mazito ya kimchezo. Okay. Yaani ndio maana sometimes unapofanywa substitute labda inakuja kwamba wewe umetimiza wajibu wako, tunamleta mtu mwingine kuendeleza pale ulipoishia wewe. Kwa sababu katika hali ya kawaida kusustain kwa dakika 90 zile kwenye mapambano mwanzo mwisho ni ngumu sana. Lakini jana alikuwa kwenye game nzuri sana. Kwa mimi kwangu ningempointi Kibu. Yes, na alivyojitransform yeye mwenyewe kutoka kwenye ile uchezaji wake wa siku nyingine ambao wengi walikuwa sio rafiki nao. Lakini ukimwangalia kiufundi na kwa mahitaji ya jana unasema wow, what a player. Sawa. Una mchezaji wako bora pia mwingine ambaye amekufurahisha macho yako tofauti na Kibu? Bana, performance ya Musa Kamara si mchezo. Jana alifanya saves 4. Saves 3 alizifanya ndani ya box. Alifanya clearance 3. Sio mchezo. Hizo saves maana yake ni magoli. Sasa kwa nini nimemtaja yeye? Kwa sababu performance yake ya pekee imeenda kuipa thamani goli la Mbaniani. Jan Chaza huwa alifunga kule goli Zanzibar. Kakosolewa kama mchezaji mbaya. Lakini kumbe kiatu chake dawa. Jan Chaza huwa Mbaniani mbaya, kiatu chake dawa. Goli lake ndio limesaidia kuipeka Simba finali. Lakini wakati ile goli linakuwa na thamani, kuna kipa alikuwa anazuia magoli yasingie, lisiondoke lile la huwa. Ndo nani? Musa Penpen. Ondoa saves. Distribution ya mpira jana alikuwa na usahihi wa 61% wa passing, ambazo kuna 3 niliziona zilikuwa key passes za kukimbia press za Stellenbosch. Kama unakumbuka kuna pasi alimuona Mohamed Hussein juu kule, alipasiwa back pass na Shamu, yule Molokiana kana kuja speed kubana Yengo asirudishe huko. Yule bwana akatuliza mguu wa kushoto akaivusha, Zimbu akaituliza, Simba ikawa imetani inashambulia within a second, tayari timu imetoka kwenye box ipo kule juu inashambulia. Huyo ni Kamara kaka. Kwa hiyo hizo nimeziona jana, lakini ondoa hivi, iko kitu cha pili cha kukimbia press, time management na kuwashusha wale Stellenbosch. Kuna muda kamera ilimkamata Kamara anamkonyeza mchezaji mwenzake wa Simba nani Zimbwe, kaja pale kamwambia bwana hiyo nini, refa kamuonya yeye, anamfuata refa kama anafanya maongezi ya ziada, yani kubai time refa kamgundua, akanamrudisha, anambia rudi kwenye box lako ukacheze mpira. Sasa Zimbwe anambia urudi, unaweza kuonyeshwa kadi, yeye akanamkonyeza kwamba tulia, anamfanya tulia, yani kwamba anajua anachofanya
na by time hapa jamaa washakuwa moto hapa. Wakati huo ana njano Kamara. Hapa alikuwa bado. Alikuwa bado njano. Akamwambia hawa washakuwa moto. Haya, kuna nyingine alitaka mali hivi. Akaona kabisa anaambia tu tulieni, yani mimi najua ninachofanya. Baadaye hapo ndo akapewa njano. Pamoja na njano, kuna mpira alienda kufanya high claims zilikuwa 3. Ile iruka alienda akapanchi. Alipochungulia ile shambulizi limeisha, hamna anayemuona akafanyaje? Akalala chini. Watu wakaja kumtibu pale dakika 2. Stellenbosch wakaanza upya mechi. Hizi zote ni teaching zile za ujanja ambazo makocha wanawaambia makipa kuhusu kupoteza muda. Na wale kule wanalalamika, wanamfuata refa, anamwambia angalia yule analala, wengine wanaenda nampa maneno ambayo Kachero. Kwa hiyo kuna vitu alikuwa anavifanya ni kama taasisi pale ndani ya timu ya Simba. Yaani ile goli la Simba liko salama kiasi hiko. Nikaona kwenye performance ya General clean sheets 5 anaongoza na wenzake saves 17 zile anaongoza. Hii ni top performance. Ukiondoa si ajabu hata akipoteza finali Kamara akawa golikipa wa mashindano kombe la shirikisho. Siwezi kushangaa kaka. Ana deserve. Siwezi kushangaa. Tumweke kwenye kitabu cha mmoja magolikipa wachache wa kigeni waliowahi kufika kwenye ardhi yetu ya Tanzania kwenye level moja na Djigui Diarra, au bado hajafika? Bila shaka kaka. Majibu lipi hapo ni jibu? Hajafika au amefika? Kitu Diarra anachofanya Musa Kamara anafanya. Tofauti yao ndogo tu kwenye sanaa ya kucheza. Diarra na sanaa bora kabisa ya kucheza mpira kwa mguu kama kiungo fundi kabisa. Kamara anachukua, anapiga kwa mabeki, anachukua anatupa kule, unavutiwa, unatamani arudishwe yeye tu, viungo wengine wasipige. Sanaa kuchezea mpira Djigui kamzidi Kamara. Yani, Kamara kamzidi nini Djigui? Kwa michomo Kamara anaokoa sana. Kuliko michomo migumu ya kudai vile ya kwenda kule Januari Disemba. Ile Diarra huafiki. Naonaga mara nyingi anazikubali tu. Lakini Kamara yuko vizuri kwenye hilo. Teacher, nataka nifahamu kuhusiana na hili. Mwamuzi alikuwa rafiki eti kwa Simba jana. Kuna baadhi ya matukio. Yupo VAR wakati. Wote wawili tuanze na mwamuzi wakati afu twende chumba cha VAR, japo walikuwa wanapishana. Na kuna kitu kama tukikaa chini tukifikiria, tukikitazama mechi za Simba nyingi kuna mapishano kati ya VAR wa chumbani na ule mwamuzi wa uwanjani. Hiyo assignment nyingine Kachero nakupa. Afu utaniambia kwa nini kuna shida hiyo. Twende teacher. Mwamuzi alikuwa rafiki? Mwamuzi alikuwa rafiki kwa Simba. Kwa pande zote. Kwa timu zote mbili. Zote alichezesha fair ambayo inastahili mechi ya hadhi ile. Mechi ile sio alele mama, mechi ile uwezo kuachia wachezaji. Lazima uwe na command wewe mwenyewe kwa sababu ya mamlaka ulionayo. Ukidelay pale akina Mohamed Hussein wale, na nimempenda mdogo wangu sasa hivi ameimprove badge, kutambua na thamani ya badge kwenye kugombea maslahi ya timu. Unajua unavyofuata mwamuzi una sacrifice your own, unajitoa muhanga kile ulichonacho. Wanaweza kuadhibu wewe kadi. Siku za nyuma ilikuwa rahisi sana kwa mwamuzi wakati kutoa red card kwa mchezaji pale unapomzonga. Miaka hii imerekebishwa. Ukiona mwamuzi anatoa kadi kwa mchezaji ni pale ambapo kumekuwa na too much reaction. Yani mwamuzi anakuwa na ulinzi kwamba hata tukirudi kwenye video kwenye nini, kwa sababu kinachozungumzika pale hakitasikika, lakini mimi nitapata ile support ya body language ya mtu nilokuwa na mtreat. Sasa ukiona mchezaji ameitwa labda akapewa kadi ya njano, mwamuzi anaweza kumpa kadi nyekundu. Umenielewa? Lakini ulinzi wa mwamuzi utakavyokwenda kwenye discussion ni vile vitendo vya baada ya kumpa kadi ya njano, uliona hapa ndio aliponitukania mzazi wangu. Umenielewa? Kwa hiyo kamati itambackup yeye kwamba alikuwa sahihi. Sasa kuna utaalamu wa kumwendea mwamuzi. Ulimuona alivyokwenda kwenye kumkumbusha kuhusiana na red card, na siku moja hapa tuliambiwa kwamba huwezi kucomplain maamuzi ya VAR. Hapana, unaweza kukumbusha mwamuzi, tunasema kuappeal kwamba hichi hapana, hebu kapate msaada kule. Ndio maana Sergio Ramos aliwahi kupata kadi ya njano, akamwomba mwamuzi akaappeal. Mwamuzi alivyokwenda kwenye ile OFR ambao wanasema on field review, ile screen ni on field review. Alivyokwenda kwenye on field review, mwamuzi akaona kosa lake kumbe lilikuwa kubwa, linahitaji red card sio yellow card. Kwa nimempa yellow card kwa makosa. Akaitoa yellow card akaifuta, akazama kwenye red card. Sasa kumkumbusha mwamuzi kwa appeal kwa Simba kwenye ile situation ya goli pale ndio inaonyesha maturity ya Mohamed Hussein. Sasa game ni lazima iwe ya mwamuzi. Mohamed Hussein huwa anatolea mfano hata wanangu napowafundisha kwenye academy. Mohamed Hussein anaingia Simba 2014. Sasa anacheza mwaka 11. Wao huwa wanatumia kuwatamanisha kusafiri, kujua jiografia ya dunia na kusafiri kwa ndege bila kuchukua fedha ya mzazi.
Nawaambia labda kama akiwa kwenye ngazi ya club anaweza akasafiri mara 6 kwenye mechi za group tu, akasafiri 3 akaja na hizi za mtoano 6. Hiyo ni one way, acha kurudi ile go and return. Lakini mjumuishie na national team, huwa namtumia sana kama case study kwa wanangu. Lakini napo sasa nacho kwenda kukiona ni maturity, ile kusafiri kuzoea miaka 10 na kitu ndio imepelekea jana kuipigania haki ya Simba vile. Lakini mwamuzi alikuwa fair enough kwa home team iliyo equalize goli dakika zile. My friend, kama hamna VAR hapa ndo mnaanza tena kulia. Kwa hiyo mwamuzi mimi kwangu alikuwa 100% fair. Ni mechi ambayo anachezesha wachezaji wakubwa, kinyume na hapo wangempanda kichwani. Wakipanda kichwani unaweza kuharibikiwa na mambo. Sawa, turudi kwenye swali lako uliloniachia kazi. Lipi tena? Si waamuzi wa nini? Wa VAR na wakati kupishana au ushalifanyia assignment tayari? Mechi nyingi nimeziona za Simba wakicheza michuano hii ambao wamefika finali. Mimi nimeona mechi zote sasa. Mechi mbili ulizoziona ndo za VAR, robo za VAR sawa. Kwenye hizi mechi mbili za VAR kuna mkorogano kati ya mwamuzi wa kati na kwenye vyumba ambao wapo watu wa VAR. Ndiyo. Macho yangu yameona hivyo kwenye mechi zote za VAR kwa Simba. Sawa. Kuna shida gani hapo? Shida ni kwamba huyu wa uwanjani anaona tukio mara moja, afa analiamua. Huyu wa kwenye VAR anapata faida kuona zaidi ya mara 3, mara 4. Kwa hiyo uamuzi wenu kuna nafasi unaweza kuwa tofauti. Ni kawaida. Ni kutoa mashaka, ni kawaida. Sio kwamba ni kawaida kuna step ilikosewa kwenye mazungumzo. Kwa mfano goli la Jean Charles, mwamuzi wakati tunajua liliacha Kibu akamfuata huwa kule akashangilia, lakini akaambiwa review ipo. Kwa hiyo yeye kwa kuona kwake ni kamba, review ikamwambia tunaona utata, tujajiridhisha. Mimi hapa kwa macho yangu ya nyama mawili wakati footage inarudi ya kutonesha ushahidi, kivuli kilionyesha wachezaji wawili wa Simba wamezidi, kile kivuli hakikurudi tena maisha. Video iliyofuata ikawa inatonesha Kibu kagusa kisigino au Mkwala kagusa. Kibu kagusa kisigino au Mkwala kagusa. Mimi nilitafsiri hivi, wakati Jean Charles anaupiga ile mpira, Steven Dese Mkwala hakuwa ameotea. Kwa hiyo touch iliyokuwa inatafutwa ni kwamba yeye kama kautouch Kibu anazidi kule, yuko mbele. Kwa hiyo kama huyu Mkwala na utachi afu Kibu anaenda kuwa mwisho, Kibu kazidi, kaingilia mchezo hata kama hajaugusa. Ndio ile video inatuonesha kisigino cha Kibu, mara Mkwala anaenda anarudishwa. Mkwala anaenda anarudishwa. Kitu ambacho wewe Mkwala sasa hakuwa ameugusa. Ulingamua ni goli halali. Mkwala hakuwa ameugusa. Sasa ile footage ya mwanzo ilituonesha watu wamezidi. Wawili ambayo kazidi kurudiwa tena. Maisha. Hata jana mimi kuna ile watu waliona kurudiwa tena jana. Kwenye mitandao ya kijamii wapo wachache walioipata. Wapo wachache walioipata ikionyesha ni offside. Kwa hiyo yawezekana wakawa wametofautiana hapo. Huyo wa ndani hana ubishi kwa sababu yeye ameona mara moja amesema goli. Wenzake wa ndani ndio wanamwambia sisi tumeona Mkwala hajagusa, Kibu hajagusa, ni chuma. Kwa hiyo uamuzi wako wa field unabaki, goli imeitwa. Tena liloitwa kinachojadiliwa wakati yule mwamuzi ameenda kwenye VAR, sio? Amegeuka anasikiliza. Mwamuzi wa fourth official kamfanyia hivi kwamba sasa tafsiri ni kwamba liite goli. Sawa. Sasa yeye akaliita. Hiyo tukio la kwanza. Matatu ya mechi ya jana yalikuwa sahihi kabisa. Kibu katafuta advantage kwamba huyu anapita nyuma yangu, mimi naanguka hapa tuta. Kibu unajua mzuri sana kwenye yale mambo. Yanga wanamjua vizuri kwenye yale mambo. Japo zile za Yanga zilikuwa za kweli. Huku mwamuzi akameweka tuta kwa macho ya nyama ya maziko. VAR wakamwambia bwana hiyo contact tunakutafutia, mbona tuone ambao umeamua? Sisi tunaona huyu mchezaji kama anakulagai, hebu mwamuzi kuangalia akafuta, kafanya Kibu hivi bwana wewe. Nafikiri eneo hilo walienda kujiridhisha kwenye zile process tatu ambazo wanakuambia. Push, pull, hold. Push pana contact. Hold. Yes. Push. Unasukuma. Lazima mkono ujikunje kama wangu. Push. Yaani ufiatuke. Pull unarudisha vice versa. Yes, alafu kuhold unakumbatia. Sasa kwenye ile scenario kuna mkono wa yule back mgongoni mwa
Kibu Denis. Sasa haukuwa push. Yaani kama mimi nauweka mkono wangu, sitengenezi accident, nimekufikia. Yaani siongezi force ya ziada kufanya wewe nikuongezee mwendo. Alafu kuna ile mguu wake pia. Chini contact kulikuwa hamna chini. Mimi on the spot baada ya kurudia, bahati nzuri tumebahatika kuwa kwenye group za wataalamu mbalimbali. Hata wakatumia, na hata siku hizi nowadays kwenye video analyst sio lazima uajiliwe kwenye nani, kuna panel mnaweza mkawa game inachezwa ukawakutumia, mkawafanyia analysis pale, mkawatumia. Nowadays dunia unajua iko kiganjani. Mimi kuna access moja ninayo, ikitokea ubishani na hiki na hiki na kiomba na kipeleka, tuna share. Nilikwenda ku rule out kwamba huu mkono uliogusa mgongo haukuwa na madhara, haukuwa na force ya kwenda kumwangusha. Kwa pale Vilala ilikuwa clear. Sawa, sasa tumalize hivi. Yanga walikuwa wanatamba na kauli ya kwamba ya kufika fainali ya kombe la shirikisho. Simba kashamjibu. Kilichobaki ni Simba kwenda mbele zaidi kuleta hili kombe, ili Yanga naye aweze kuandika makubwa kwa kuleta kombe la shirikisho. Ni wazi lazima akubali kutoshiriki ligi ya mabingwa barani Afrika, amalize nafasi ya 3 au ya 4 kwa msimu ujao. Unahisi inawezekana kama kweli wanataka kuonesha ukubwa? Nafasi ya 3 ili Yanga aweze kuiweka tena rekodi mpya ya kombe la shirikisho, si lazima amalize kwenye nafasi ya 3 au ya 4 au nje ya top 4 akachukue kombe la akachukue CRDB. Kuna ile hatua siku hizi wamefuta. Haina hiyo. Inabidi kwa ili Yanga akafunike huu hii furaha ya Simba leo, aidha msimu ujao au ujao tena, Yanga kubali. Sasa lazima kombe lio shirikisho. Kumbe hata klabu bingwa yani finali inaweza kaa klabu bingwa ndo kichaka kilichobaki kwa Yanga au kutoa huu ubingwa, kwa sababu Yanga hii sioni ndani ya miaka miwili mbele ikiwa na nafasi ya kumaliza 3 au 4, ila kuchukua ubingwa kombe la klabu bingwa unaiona kuna mchakato uko mbele. Inawezekana kwa uko mbele, kwa sababu hata ile finali ilipofika hamna mtu aliona haraka. Sawa, hebu tumtazame naibu waziri wa utamaduni, sanaa na michezo Mwana FA kwa maana Hamisi Mwinjuma. Yeye kwa niaba ya serikali alipata nafasi ya kuzungumza nini hasa ambacho anakifanya kwa ajili ya klabu zetu na kusapoti michezo nchini, ikiwepo sapoti kubwa aliyoitoa sanaa, tamaduni na michezo. Hamisi Mwinjuma, Mwana FA, mtu wa mpira kweli kweli, akishuhudia Simba ikifuzu hatua ya finali kule South Africa. Na bila shaka serikali imeonyesha nguvu za jitihada kabisa za kutosha kuhakikisha Simba wamefika hapo, na ndio maana fainali inakuja kuchezwa kwa Mkapa. Ingekuwa serikali imelala, pengine fainali ya marudiano ya Berkane na Simba tusingeiona kwa Mkapa Abisai. Ni moja ya hatua kubwa ambayo serikali inataka Simba ichukue ubingwa wa michuano hii. Yani kama kuna kitu ambacho hakifichiki ni juhudi za serikali Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, mchango wa kugusa moja kwa moja sehemu pale pale kwenye mahitaji, ndege, malazi, gharama kidogo za kusaidia Simba, nendeni kwa Madiba, mtarudi. Unawarahisishia logistic, hawawazi tena kuhusu vipengele vya safari, sijui usafiri, alafu nawaambia si mmefika, goli moja milioni ngapi? 10, 20, hamasa. Kwa wachezaji pamoja na kwamba watafuta finali, wanajua kuna hela ziada tunaitafuta. Kama walivyopata Zanzibar, afu zinatoka papo kwa hapo. Ni hamasa ambayo ukisema uhesabu tokea mwaka jana kwenye hatua ya makundi mpaka kufika hapo. Mimi nikisema nifanye tathmini fupi tu kwenye mpira peke yake, bila kuweka national team, inaweza kafika milioni 100 point. 100 zinavuka. Umeelewa? Kwa hiyo ni juhudi kubwa kusema kweli. Sawa, tumemaliza hivyo mechi ya Simba akiwa anapambana kuhakikisha analeta